Nilivyopenda msichana wa Kiafrika nikiwa mgeni nchini. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Daniel. Daniel alikuwa ametoka nchi ya mbali Ulaya, akahamia Afrika Mashariki kwa ajili ya masomo ya chuo kikuu. Alifika katika jiji lenye watu wachangamfu, lugha tofauti na tamaduni ambazo zilikuwa mpya kabisa kwake. Tangu utotoni, Daniel alikuwa na hisia tofauti kidogo na watu wengine wa kwao. Wakati marafiki zake walivutiwa zaidi na wasichana wa rangi yao, yeye alijihisi kuvutiwa zaidi na wasichana wenye ngozi nyeusi. Hakuwa na sababu ya kueleza vizuri, ilikuwa ni hisia tu ya ndani. Alipofika chuo, alishangaa kuona uzuri wa wasichana wa Kiafrika, kuanzia tabasamu lao, nywele zao, hadi ujasiri wao wa kujiamini. Lakini pamoja na kuvutiwa kwake, kulikuwa na kitu kilichomzuia: hofu. Je, watanielewa? Je, wataniona wa ajabu? Au watafikiri nina nia mbaya? Maswali haya yalikuwa yakimzunguka kichwani kila siku. Siku moja akiwa maktabani, alimuona msichana mmoja aitwaye Amina. Amina alikuwa mtulivu, mwenye tabasamu la kuvutia, na kila alipoongea sauti yake ilikuwa na upole uliomfanya Daniel ashindwe kujizuia kumtazama. Daniel alitaka sana kuongea naye, lakini alisita. Wiki zikapita. Siku moja, kwa bahati, walikutana kwenye kikundi cha discussion cha darasani. Ilibidi washirikiane. Hapo ndipo Daniel alipokusanya ujasiri wake. "Hai, jina langu ni Daniel," alisema kwa sauti ya chini. Amina alitabasamu. "Nimefurahi kukujua, mimi ni Amina." Mazungumzo yalikuwa ya kawaida mwanzoni, masomo, chuo, maisha ya hapa na pale. Lakini kadri siku zilivyopita, Daniel alianza kugundua kitu muhimu sana. Amina hakujali kama yeye ni mzungu. Amina alijali jinsi alivyo mtu. Alipenda unyenyekevu wake, alipenda namna alivyojaribu kujifunza Kiswahili kidogo kidogo. Na zaidi ya yote, alipenda ukweli kwamba Daniel hakuwa anajifanya, alikuwa yeye tu. Siku moja, Daniel aliamua kuwa wazi. "Amina, ukweli ni kwamba nilikuwa naogopa kuongea na wewe," alisema kwa sauti ya chini. Amina alicheka kidogo. "Kwa nini?" "Kwa sababu nilihisi labda sitakubalika." Amina alimwangalia kwa makini, kisha akasema, "Mapenzi hayachagui rangi, Daniel, yanachagua moyo." Maneno hayo yalimgusa sana. Kuanzia siku hiyo, Daniel alijifunza jambo kubwa. Si kila mtu anaangalia tofauti zako. Wengi wanaangalia jinsi unavyowatendea. Na polepole, urafiki wao ukageuka kuwa kitu kingine, kitu cha kweli. Baada ya maneno ya Amina kumgusa moyoni, mambo yalianza kubadilika polepole. Sasa Daniel hakuwa yule kijana wa kujiuliza sana. Alianza kujiamini zaidi, si kwa sababu alikuwa amebadilika, bali kwa sababu alikuwa ameanza kujikubali. Urafiki wao uliendelea kukua. Walianza kutumia muda mwingi pamoja, wakitembea mitaani jioni, kunywa kahawa kwenye vibanda vidogo, na hata Amina alianza kumfundisha Daniel maneno mapya ya Kiswahili. "Ukisema nimekumiss, inabidi useme nimekumiss sana," Amina alimwambia huku akicheka. Daniel naye akajibu kwa Kiswahili cha kuvutia, "Basi nimekumiss sana." Wote wawili walicheka. Lakini kama ilivyo maisha halisi, si kila kitu kilikuwa rahisi. Siku moja Daniel alisikia baadhi ya watu wakiongea pembeni. "Mbona huyo dada anatembea na mzungu? Labda anaangalia pesa." Maneno hayo yalimuumiza sana Daniel. Alianza kujiuliza tena, je, watu watawahi kuwaelewa? Alikaa kimya siku hiyo. Amina aligundua mabadiliko yake. "Kuna nini Daniel?" aliuliza kwa upole. Daniel akasema, "Ninaogopa watu wanavyotuona, nahisi kama nakuletea shida." Amina hakusita. Alimshika mkono, akamwangalia machoni, kisha akasema, "Daniel, watu wataongea siku zote, lakini wao hawaishi maisha yetu. Mimi niko hapa kwa sababu nakutaka wewe, si kwa sababu ya rangi yako wala ulipotoka." Maneno hayo yalimpa nguvu Daniel kuliko kitu chochote. Kuanzia hapo, aliacha kuishi kwa hofu ya watu. Miezi ikapita. Mahusiano yao yakawa imara zaidi. Daniel alijifunza kupika chakula cha hapa, ugali, wali, hata maharage. Amina naye alijifunza baadhi ya tamaduni za kwao Daniel. Walikuwa tofauti, lakini walikuwa wakikamilishana.
Siku moja jioni, walikuwa wamekaa sehemu tulivu wakitazama machwezi ya jua. Daniel aligeuka taratibu na kusema, Amina, nilikuja hapa nikiwa na hofu, nikiwa sijui kama nitawahi kueleweka, lakini nimepata kitu cha thamani kuliko nilivyotarajia. Amina alitabasamu. Kitu gani? Daniel akavuta pumzi, kisha akasema, nimepata wewe. Kimya kidogo kilitawala. Kisha Amina akasema kwa sauti ya chini, na mimi nimepata mtu anayeniona kama nilivyo. Walitazamana na hapo ndipo walipogundua kuwa hii haikuwa tena urafiki wa kawaida. Ilikuwa ni mapenzi ya kweli. Kama umeipenda simulizi hii, basi usisahau kubonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kupata hadithi zetu mpya kila zinapotoka. Katika channel hii tunakuletea simulizi zenye hisia halisi. Zipo zinazogusa moyo, zinazosisimua na nyingine zinazoleta hofu kidogo, lakini kwa namna ya kuvutia zaidi. Naamini kabisa kila hadithi unayosikiliza hapa itakuacha na hamu ya kusikia inayofuata, kwa sababu simulizi zetu zina ladha ya kipekee tofauti na ulizowahi kusikia hapo awali. Bonyeza subscribe sasa, washa alama ya kengele, kisha endelea kufurahia hadithi nyingine zilizopo kwenye channel yetu. Karibu sana kwenye ulimwengu wa simulizi, mahali ambapo kila hadithi ina uhai wake.